Tulisafiri kutoka Dar es Salaam juzi, tulifika jana. Kwa tumekuwa na siku moja ya maandalizi kidogo kuangalia wachezaji wamesafiri, kutoa uchovu. Na leo tutakuwa na session ya mwisho ya maandalizi ya mwisho ya mechi. Kwa nafikiri tulishajiandaa na hii mechi ilikuwepo. Kwa tunajua tunacheza mchana na tunajua tunakuja kucheza na timu ambayo ikiwa nyumbani na inacheza vizuri. Ina uwiano mzuri wa kushambulia na kujilinda. Kwa tunajua tumekuja kucheza mechi ngumu, na ukiangalia nafasi yetu ilipo, hii mechi kwetu si ina maana kubwa. Kama tukipata matokeo itatusaidia sana kwenye hesabu za kusalia kwenye ligi. Kwa ukizingatia hayo, kama nilivyosema awali, kuwa tunajua tunakuja kucheza na timu ngumu ambayo ikicheza nyumbani inakuwa na performance nzuri. Kwa tumejiandaa kwa hilo. Tupo tayari kwa kuja kushinda na Pamba. Kocha, kwako wewe unaongoza timu ina muda mrefu bila kupata matokeo ya ushindi. Michezo zaidi ya 5 iliyocheza hajapata ushindi. Kwako wewe inakuwa ni ngumu kiasi gani kwa ajili ya kuweza kuelekeza wachezaji wako kimbinu kwa ajili ya kuweza kukuelewa kuelekea kwenye mchezo husika? Tumepata ushindi sio michezo 5, michezo 2. Hapa katikati tulipata ushindi na Fountain Gate. Mechi ambayo tumepoteza kutokea ushindi ni mechi ya Azam. Kikubwa ni sasa hivi tunadili na wachezaji ni kiakili zaidi, kwa sababu sehemu ambao hatupo nzuri kama ambao unasema. Tunavyoongea nao tunawaambia ni mechi zinapungua, kwa akili yetu hiyo kushindana na kujaribu kupata ushindi. Kwa hiyo ndio kikubwa ambacho tunawajenga wachezaji. Kesho mnakwenda kucheza na Pamba. Pengine utofauti wa hali ya hewa ya Mbeya pamoja na jiji la Mwanza huenda ikawa pia kikwazo kwenye mchezo wa kesho? Utofauti sio mkubwa sana. Ukiangalia tunacheza mchana na sasa hivi Mbeya kulikuwa na joto, na tumetoka kucheza mechi sehemu ya joto, lakini tulicheza usiku. Nafikiri kunaweza kuwa na athari fulani, lakini kwa sababu tunashindana hatuna budi kushindana kwenye hayo mazingira, na ndo ratiba iko hivyo. Kwa sisi tupo tayari kucheza kwenye hali hiyo. Basi. Ubora wa Pamba Jiji nyumbani ikiwa CCM Kirumba kuwa ni muhimu sana, lakini kutokana na matokeo ambayo unayapata kwenye kiwanja chako cha nyumbani umetoka kupoteza. Umetoka ugenini kupoteza. Umejipangaje kuondoka na matokeo kwenye uwanja wa CCM Kirumba dhidi ya Pamba Jiji? Kama ulivyosema kuwa Pamba Jiji wakiwa nyumbani wanakuwa na performance nzuri. Kwa timu yoyote hata kama inacheza vizuri vipi inakuwa na madhaifu yake. So sisi tunajua ubora wa Pamba na madhaifu yao. Kwa tunaamini tunaweza tukakaunta kwenye madhaifu yao, pamoja na performance nzuri ambao wanakuwa nyumbani. Tunaheshimu Pamba, lakini unajua unavyoenda kucheza na timu lazima ujue ubora wao na mapungufu yao. Kwa hiyo tunajua ubora wao na tunajua ni timu ambayo ikiwa nyumbani inacheza vizuri na wanapata matokeo, na timu yoyote ile iwe kubwa iwe ndogo wanaweza kupata matokeo, lakini sisi tumejiandaa kwa hilo, kupambana nao kwa sisi tutapush ili angalau na sisi tupate point. Kocha, kutoka kwenye nafasi ambayo inakupa pressure yote kuelekea mchezo kesho? Sisi hatuna pressure kubwa hivyo, kwa sababu tupo kwenye hiyo nafasi. Nafikiri wao ndio watakuwa na pressure kubwa wao. Kwa sisi ambacho kimetuleta hapa ni kushinda, lakini hatuna pressure kubwa hivyo. Kwa kauli yako nadhani unaweza kujihakikishia ushindi dhidi ya Pamba Jiji? Ushindi unakuaga mpira ukishaisha ndio unakuwa umeshashinda. Na ndio maana tunavyoongea hapa tunaongelea mambo ya mbinu ya nini, hatusemi naenda uwanjani kwa kushinda. Hata kama timu nasema tenda kushinda, lakini huwezi kusema naenda kucheza na timu fulani naenda kushinda. No. Baada ya mechi ndio tutazungumzia kwa walikuwa hivi, walikuwa hivi ndio maana tukashinda. Kocha, labda pengine katika kikosi kilichokuja nacho hapa jijini Mwanza kuna baadhi ya wachezaji ambao unaweza kuwakosa kutokana na kuwa na majeruhi au sababu yote nyingine? Kwa wote ambao wapo kuna ambaye tunaweza kumkosa, kwa sababu tulikosa wachezaji 2 mechi iliyopita ambao walikuwa na kadi. Sasa hivi wamemaliza kwa wamerudi. Nafikiri hakuna yote ambaye tutamkosa kesho. Asante.
Na huyo alikuwa ni kocha Shadrack Nsajigwa, na sasa tumsikilize mchezaji Wema Sadok. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.